Umoja wa Mataifa walani kukithiri kwa matukio ya ubakaji kwa watoto kwenye maeneo yenye mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjane wa watoto 8 aomba msaada wa kisheria ili kunusuru nyumba anayoishi isiporwe na familia ya marehemu mumewe huko wilayani Mbeya. Na katika michezo, mashabiki wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam waeleza furaha yao baada ya Simba kutinga hatua ya nusu fainali kuitupa nje ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika timu ya Al Masry ya nchini Misri. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo na mwenzangu Kiungo Biriani Lulu Ali. Yeye atakufahamisha mengi zaidi katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Mtazamaji karibu, na moja kwa moja taarifa yetu inaanzia huko DRC. Umoja wa Mataifa umelaani kukithiri kwa visa vya ubakaji wa watoto katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maelfu ya watu waliripotiwa kufanyiwa ukatili wa kingono katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka 2025. Maelfu ya raia wa DRC haswa mjini Goma wamekuwa wakimbizi wa ndani kutokana na mapigano. Eneo la mashariki ya DRC limekabiliwa na miongo kadhaa ya migogoro, lakini mvutano umeongezeka katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kusonga mbele kwa kundi la waasi la M23 ambalo jumuiya ya kimataifa inasema linaungwa mkono na Rwanda. Kigali inakanusha tuhuma hizo. Kulingana na James Elder, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF, visa 10,000 vya ubakaji vimeripotiwa kati ya mwezi Aprili na Februari mwaka huu, na asilimia 35 hadi 45 ya visa hivyo vya ubakaji vinawahusu watoto. Mgogoro huo DRC umesababisha vifo vya maelfu ya watu, wakati wengine wakilazimika kutoroka makazi yao na kuacha watoto wakiwa hatarini zaidi kukabiliwa na ukatili wa kijinsia uliokithiri ambao umeikumba eneo hilo kwa miaka mingi. Na mtazamaji, tukitoka huko nchi ya DRC na sasa ni jijini Mbeya. Green Agustino, mama mjane wa watoto 8, mkazi wa kijiji cha Inyala wilaya ya Mbeya, amewaomba wadau msaada wa sheria ili kunusuru nyumba yake ambayo anataka kunyang'anywa na mkwe wake Shilwa Katoto kwa kushirikiana na watoto wake. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mjane Green Agustino ameeleza kuwa nyumba hiyo walijenga na mumewe katika eneo la familia na kulipa fidia, lakini baada ya kifo cha mume wake, mama mkwe wake kwa kushirikiana na watoto wake wakataka kumnyang'anya eneo pamoja na nyumba. Nina imani angekuwepo mume wangu yote haya yasingetokea wala wasingefanya chochote. Nashangaa tuko barazani anasema nadai nyumba yangu niliyojenga mwaka 65. Mimi nikasema nyumba hiyo sijawahi kuiona, ila sisi tulipewa eneo lililokuwa la wazi na baba mkwe, tukaanza ujenzi na mume wangu. Mafundi wapo waliokuwa wanajenga. Baadhi ya wanafamilia kwa upande wa marehemu Timothy Mwagigi ambaye ni mume wa Green Agustino wamethibitisha kuwa eneo hilo ni la mjane, huku mwenyekiti wa kijiji cha Inyala akishtushwa na changamoto hiyo wakati umiliki wa nyumba hiyo ni wa Timothy Mwagigi. Navyoelewa mimi naona eneo ni la marehemu Timothy, kulingana na kwamba mambo yote aliyehusika na ujenzi hapa ni Timothy, na kwa kuona Timothy ndiye alikuwa anaendelea kila kitu. Ukweli unabaki pale pale, kitu ambacho aliachiwa na mume wake kinakuwa cha kwake shemeji. Tamaa hizi ndizo zilizomuua hata Yesu. Yaani angeacha tu, asingeendelea kunyanyasa mjane. Wanapojenga hii nyumba, marehemu mume wa huyu dada ndio alikuwa anajenga hizo na mume wake. Wanajenga, wanaendelea na ukarabati, mimi nilikuwa ni shahidi. Na umiliki kuwa ni wanani wa yule marehemu, mimi ni shahidi. Katika jitihada za kumtafuta Shilwa Katoto ambaye ni mkwe wa mjane huyo, amekataa kuzungumzia sakata hilo kwa madai kwamba mwanasheria wake hajamruhusu kuzungumzia suala hilo. Mimi ni Witness Ngalawa
na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Epimarcus Apolinari imesomwa hapa studio na Witness Elano Singalawa. Na sasa ni nchini Sudani. Umoja wa Mataifa unasema Sudani inakabiliwa na mgogoro mbaya kabisa wa kibinadamu duniani kwa kuwa ilitumbukia katika mzozo wa vita Aprili 15 mwaka 2023 wakati mvutano ulipozuka kati ya viongozi wa jeshi na wanamgambo. Vita vilivyodumu karibu miaka miwili vimetumbukiza Sudani katika mgogoro mbaya kabisa wa kibinadamu na kuifanya nchi hiyo ya Afrika kuwa taifa pekee linalokabiliwa na baa la njaa. Taarifa hiyo iliyotolewa hivi leo na afisa wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa. Mratibu wa masuala ya dharura wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudani, Shauni Hugen, amesema karibu watu milioni 25 wanakabiliwa na njaa huku watu wakifa katika maeneo yanayokabiliwa na njaa huko Darfur Magharibi. Akizungumza na maripota wa Umoja wa Mataifa, afisa huyo amesema kwa kipimo chochote hili ndilo janga kubwa kabisa la kibinadamu duniani, akitaja zaidi ya watu milioni 8 waliolazimika kuyakimbia makazi ya nchi hiyo Sudani na milioni 4 waliovuka mpaka kukimbilia nchi 7 ambazo pia zinakabiliwa na njaa na zinahitaji msaada wa kibinadamu. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka nchini Sudani, mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Familia ya Christina Mjema aliyekuwa afisa magereza katika wilaya ya Babati ameshukuru serikali ya awamu ya 6 baada ya kufanikisha kulipwa fidia ya gharama ya kusafirisha mizigo yake hadi nyumbani kwao wilaya ya Same baada ya kustaafu nafasi ya afisa magereza tangu mwaka 1994 ikiwa ni miaka 31 toka astaafu utumishi wa umma. Elia Kimani anaripoti zaidi. Ni furaha ya pekee ambayo inapatikana baada ya miaka 31 baada ya makabidhiano ya fedha hizi kwa bibi huyu ambaye alikuwa afisa magereza wa zamani wilaya ya Babati. Kama ilivyokuwa kawaida yetu kutatua changamoto za wananchi. Mama yetu Christina, nadhani hata nyinyi pia mmekuwa mkimuona mara kadhaa, amekuwa akipita hapa kwenye ofisi yetu akiwa na madai yake ambayo yeye anasema kwamba analidai jeshi la magereza nauli yake ya kuweza kuondoka kutoka kwenye kituo chake cha kazi ambako alistaafu kurudi kwake sana. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu mama amestaafu muda mrefu mwaka 92, mwaka 94. Kwa mpaka leo ni takriban miaka 31. Inawezekana hapo katikati labda nyaraka zilipotea ama ziliwekwa vibaya, hazikuonekana tu kama hivyo, lakini bado serikali hii ambayo ni serikali sikivu na kwa kuzingatia maelekezo ambayo tumekuwa tukipatiwa kila wakati na Mheshimiwa Rais kusolve changamoto za wananchi wetu kwa kutumia hekima na busara. Mara zingine sheria haziwezi kufanya kazi kwenye maeneo kama hayo. Kwa hekima hiyo na busara imetumika na leo mama Christina Mjema, ofisi ya mkuu wa mkoa akishirikiana na magereza mkoa wa Manyara, tumempatia nauli yake aliyostaafu mwaka 94 ili mama kama kuna mizigo yake ambayo bado ipo hapa anataka mwenyewe kwenda kwao mji wake aache wajukuu na watoto wakae aende nyumbani. Sasa mama atakuwa na uwezo wa kwenda nyumbani. Changamoto ya nauli ambayo mama alikuwa analalamikia tumeimaliza leo. Kama Chama cha Mapinduzi tunafarijika kuona kwamba serikali yetu iko madarakani na inafanya kazi vizuri kwa weledi, kwa hekima na kwa busara. Haikuwa kazi rahisi. Bi Mjema anatoa baraka za pekee kwa mkuu wa mkoa wa Manyara kwa kufanikisha kupatiwa malipo haya. Namshukuru serikali ya Mama Samia. Namwombea Mwenyezi Mungu apate mitano tena. Kwa kweli anatenda haki, haangalii kwamba huyu anacho au huyu hana, na anatetea wanyonge. Nashukuru mkuu wa mkoa, ukimpelekea umseme bibi huyu aliyekuja kunifuata na mimi nimemsaidia 1 2 3, lakini anakutakia kila laheri mwanangu Samia apate tena mitano tena. Tulichukua mkoa pamoja kwa kushirikiana na jeshi la magereza. Pia nisisahau kutoa shukrani na dhati kwa Mheshimiwa Rais pia. Naam. Ni kazi nzuri mlioifanya kutetea haki ya mama huyu ambaye ni bibi yangu. Kwa Mungu awabariki sana. Kama kuna jambo lingine tutakaa kama familia. Ndiyo. Basi kwa kushirikiana na ofisi yako pia tutahitaji msaada wa kimawazo pale.
Lakini Bi Christina Mjema anakumbusha jambo kwa watumishi hususan na maafisa magereza. Tendeni haki, watendeeni watu haki. Usiseme kwamba leo limeletwa hapa ni mfungwa basi mradi nani. Kesho na kesho kutwa anakuwa rais. Alafu tunashindwa cha kuongea. Mara kadhaa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amenukuliwa akihimiza matumizi ya busara na hekima kutumika katika kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Kutoka Manyara na sasa ni nchini Marekani. Jiji la New York limetikiswa tena na ajali nyingine ya anga baada ya helikopta ya utalii kuanguka katikati ya mto Hudson, ikiporomoka kwa kasi na kuanguka kichwa chini kati ya Manhattan na fukwe za New Jersey. Ajali hiyo imetokea Alhamisi mchana na kupelekea vifo vya watu 6 wakiwemo watoto 3 na rubani wa ndege hiyo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa taarifa rasmi kutoka kwa meya wa jiji la New York Eric Adams, helikopta hiyo ilivunjika angani kabla ya kuanguka, huku maelezo ya mashahidi, ndege hiyo ilionekana ikizunguka katika mwendo usio wa kawaida karibu na daraja la George Washington kabla ya kushindwa kabisa kuhimili hali ya hewa au hitilafu za kiufundi na kisha kuvunjika vipande ikiwa bado angani. Kati ya wahanga 6 waliopoteza maisha, 5 walikuwa ni wanachama wa familia moja kutoka Hispania waliokuwa wakifanya ziara jijini New York. Wanawake wa kijiji cha Ngemo wilayani Mbogwe mkoani Geita wameiomba serikali kuwawezesha nishati safi ya kupikia kwa kuwa nishati ya kuni wanayoitumia kwa sasa wanadai inawaathiri kiafya pamoja na kusababisha kuzeeka mapema. Tupate taarifa zaidi. Wanawake hao wametoa kilio hicho kwenye mkutano wa hadhara wa mwenyekiti wa CCM mkoa Geita kwa kuiangukia serikali iwawezeshe upatikanaji wa nishati safi ya kupikia sambamba na ujenzi wa soko la kisasa kwenye kijiji hicho. Tunaomba wanawake sisi jamani, tunazeeka mapema kwa kutumia moshi. Tunaomba majiko mbadala. Tumekuja kwako Baba kulia, tunaomba msaada, ututengenezee soko la kisasa ili wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo waweze kunufaika na soko letu. Mkuu wa wilaya Mbogwe Sakina Mohamed amekiri hapo awali matumizi ya nishati ya kuni yalisababisha watu kuitwa wachawi kisa macho yao kuwa mekundu, na kwamba serikali iko kazini kuhakikisha kila mkazi wa wilaya hiyo anatumia nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais alituletea mbinu mbadala ya nishati mbadala ili kuondolewa kina mama adha. Tumeona kina mama wengi walikuwa pengine wanapigwa, wengine wanaitwa wachawi kwa sababu macho ni mekundu. Lakini sasa hivi serikali imeacha huo mpango kwenda kutumia matumizi ya kuni. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amemwagiza mkuu wa wilaya hiyo kutatua changamoto zote zilizowasilishwa na wananchi kwenye mkutano huo, huku akipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka zaidi ya bilioni 70 kwenye wilaya hiyo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Nimeelezwa hapa kwa miaka mitatu tumepata zaidi bilioni 70. Nimegawa kwa hesabu ya haraka miaka mitatu, kila mwaka wastani ni bilioni 23.3. Pesa nyingi. Kwa ajili ya wingi wa pesa hizo ndio maana tunaona madarasa, nyumba za walimu, shule zimejengwa na mahospitali yapo tu na kadhalika na kadhalika. Kutoka Mbogwe, mimi ni Mrisho Sadik. Shukrani Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wananchi 6,000 wa kijiji cha Matumbo na Mikuyu wilaya Singida vijijini wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya wakala wa umeme vijijini REA kupeleka umeme kwenye kisima cha maji na kuachana na matumizi ya jenereta lililokuwa likitumia mafuta hapo awali. Tupate taarifa zaidi. Wakala wa umeme vijijini REA umekuwa mkombozi kwa wananchi wa kijiji cha Matumbo wilaya ya Singida vijijini baada ya kupeleka huduma ya umeme kwenye kisima cha maji cha kijiji hicho na kurahisisha upatikanaji wa maji kwa wananchi, tofauti na hapo awali wakati wakitumia jenereta linalotumia mafuta. Na hapa baadhi ya wananchi wakaeleza hali ilivyokuwa hapo awali kabla ya umeme.
Mwanzoni kwa tunateseka kwa dizeli. Kuliko na dizeli huko tunahangaika kununua dizeli lita 80 zinaisha bila wananchi kupata huduma. Sisi tulikuwa miaka yote tulikuwa tunahangaika kuchota maji mbali. Tunachota kwa hela kubwa. Ndoo moja tunauziwa 200. Furaha yao kwa sasa ni upatikanaji wa maji ya uhakika baada ya umeme kufika kwenye kisima cha maji. Tunafurahia umeme kufika, maana tulikuwa tunahangaika sana maji. Mpaka sasa hivi tunapata maji kwa maji safi na salama. Alafu na ni karibu. Tumeacha kuhangaika kwenda kuchota maji mbali. Toka tumeanza mwezi wa kwanza umeme umeanza kutumika. Tunatumia uniti za shilingi 300 na inamaliza mwezi. Viongozi wa wakala wa umeme vijijini REA wakiwa wameambatana na bodi ya REA nao wakaeleza REA inavyopeleka huduma ya umeme kwa wananchi baada ya kutembelea kisima hicho, kwamba wanafikisha umeme vijijini, lakini pia kwenye maeneo kama ya pampu za maji, ambao hii ni sehemu moja hapo sasa, na nikielelezo hata kwa wabia wa maendeleo kuona kwamba tumefikisha umeme pia katika kituo cha pampu ambacho nacho kinasaidia jamii inaozunguka maeneo haya. Sasa baada ya kuletea umeme wana pampu hapa, kwa hiyo mabomba yanakwenda kule. Sasa hiyo maana yake imepunguza kazi ya wananchi kuchukua muda mrefu kuja kutafuta maji, hasa kina mama na watoto, lakini pia wanatumia muda ambao wameusave kufanya kazi zao nyingine. Ni kiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Matumbo, wilaya ya Singida vijijini. Rafuru Kinala, Channel 10. Naam, ni mwandishi wetu huyo kutoka huko mkoani Singida. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudani Kusini kinachoongozwa na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar aliyeko kizuizini nyumbani kwake kimeripotiwa kugawanyika baada ya baadhi ya wanachama kutangaza kumuondoa kama mwenyekiti wa chama. Mwezi uliopita Machar aliwekwa kizuizini nyumbani kwake na wanajeshi watiifu wa Rais Salva Kiir baada ya mapigano yaliyohusisha wapiganaji vijana wenye uhusiano na kiongozi huyo maarufu kama White Army. Katika hatua inayotazamiwa kuzidisha hali ya taharuki, hapo jana chama chake kilisema kinamteua Stephen Parry Cole kuwa kaimu mwenyekiti wa SPLM-IO kwa muda wakati Machar akiwa bado kizuizini. Cole akisisitiza kuwa haya si mapinduzi ila ni njia ya kutatua mzozo wa uongozi uliokuwa umesababishwa na kukamatwa kwa Machar. Hata hivyo, saa chache baadaye upande wa vikosi vya SPLM-IO umesisitiza kuwa bado wataendelea kupokea amri kutoka kwa Machar peke yake, huku msemaji wa SPLM-IO Peter Thok Chul akisema naibu wa Machar Nathaniel Oyeti Pierino ataongoza chama hicho kwa muda. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutokea huko nchini Sudani Kusini, ndivyo ambavyo inatoa wasaa katika upande wa habari za michezo na burudani. Bado naendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Hivi punde utakuwa naye Kiongo Beriani Lulu Ali. Na shukran sana Philipina, ndo atakuwa habari hizo za kutwa nzima leo. Nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali. Karibu sote, na tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mmiliki wa klabu ya mpira wa miguu ya Manchester United ya Uingereza Sir Jim Ratcliffe tarehe 11 Aprili mwaka 2025 Ikulu jijini Dar es Salaam. Salum Pelembo anatujuza zaidi. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Samia amemshukuru Sir Jim Ratcliffe kupitia taasisi yake ya Six Rivers kwa mchango wake mkubwa katika juhudi za uhifadhi wa mazingira na kudhibiti muingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Aidha, Rais Dr. Samia amepokea zawadi ya jezi ya klabu ya Manchester United iliyosainiwa na wachezaji wa timu hiyo kama ishara ya heshima kutoka kwa Sir Jim Ratcliffe. Hi Dr. Samia, I know that you are in... Dr. Samia, najua unazungumza na Jimmy Ratcliffe kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika hifadhi ya Seru. Tunatumaini mazungumzo hayo yataenda vizuri, na sisi tunajua kuwa wewe ni shabiki mkubwa wa Manchester United, na tunatumaini kukuona hivi karibuni katika uwanja wa Old Trafford.
Hello, Dr. Samia. Alex Felix. Najua unazungumza na Jim Ratcliffe kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika nchi hiyo nzuri ya Tanzania. Nina matumaini kwa msaada wako na serikali yako na malengo ya Jim Ratcliffe mtafanya maamuzi bora ya kuwalinda hao viumbe hai. Katika mazungumzo hayo, Sir Jim Ratcliffe ameonyesha dhamira ya kuitumia klabu ya Manchester United kama jukwaa la kuitangaza Tanzania kimataifa, hususan katika sekta ya utalii, huku Rais Dr. Samia akimkaribisha rasmi mmiliki huyo kuwekeza zaidi nchini, ikiwemo kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo, yani sports academies. Salum Pelembo, Channel 10. Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu Salum Pelembo akitujuza kuhusiana na taarifa hiyo. Na mara baada ya klabu ya Simba ya jijini Dar es Salaam kufanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuitupia mashindanoni Al Masry ya nchini Misri, mashabiki na wanachama wa klabu hiyo wameeleza kufurahishwa na kiwango cha timu hiyo, huku wakiamini wana nafasi ya kutoa ubingwa wa msimu huu. Taarifa kamili na mwana michezo wetu. Channel 10 michezo kwanza kabisa ilipata nafasi ya kuzungumza na mshauri wa bodi ya wakurugenzi ya Simba SC Idi Kajuna, ambapo ameeleza sababu kubwa ya wao kufanya vizuri, huku akiwashauri viongozi wa bodi ambao wametengeneza umoja na mshikamano ambao unawafanya waendelee kufanya vizuri. Lakini tumeendelea kushauriana, kizingatia mimi ni mmoja wa washauri wa bodi ya Simba. Tumeendelea kushauriana kwa pamoja na tunafurahi viongozi wetu wamekuwa wakipokea sana shauri mbalimbali na shauri za bodi yao na wakitekeleza kwa weledi. Hakika ndi maana ya mafanikio, kwa sababu baada ya kuwekana sawa na kuondoa mambo mengi yaliokuwa yakitokeza, tumefika mahali tumekaa sawa. Obviously uvumilivu kula mbivu, lakini vile vile umoja ni silaha kubwa. Tumehakiki kwamba nembo yetu hii Simba nguvu moja imefanywa kazi na wenye wengi habari nyingine. Ninaamini Simba tunakwenda kwenye hatua kubwa sana. Kwa upande wa mashabiki na wanachama wa Simba katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wameeleza furaha yao ya timu yao kufuzu katika hatua nusu finali, na hatua hiyo watakwenda kukutana na Stellenbosch Afrika Kusini, na wanaamini njia kwenda finali kwao ni nyeupe. Matokeo ya jana mimi nayapokea ya kwangu, nimeyapokea vizuri. Sababu kwanza makelele ya mizimwa mtaani, unajua kuna makelele mengi. Mwaka robo. Kwa hiyo jina la mwaka robo kwamba litakuwa limefutika. Tunaenda kutana nao hiyo tarehe 20 na siku tarehe 20 tunacheza nao jamaa kutoka Saudi. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu aweke wepesi. Naona bwana tupite hiyo hatua. Na wale tuliwataka sana robo finali wale, ila walitukimbia. Sasa tumekutana nao nusu finali, hatua ambayo tunaipenda vizuri, tunaiona kabisa finali tushafika sisi mpaka sasa hivi. Sababu wale jamaa kwao sisi tuna uhakika tutawafunga, tunaanza nao nyumbani, tuna uhakika tunawafunga, na kwao tunawafunga, tunapiga nje ndani bila shida yoyote. Finali hiyo bila kupingwa. Mchezo jana ulikuwa mgumu, ila kwa sababu ya mvua tu, wapi tupiga hata 10. Iko vizuri sana. Yaani iko safi. Hana maneno. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Mbunge wa Biharamulo Magharibi Engineer Ezra John ameshauri serikali kufanya jitihada za maboresho ya miundombinu ya uwanja wa Mkapa kwa wakati ili michezo iliyobaki ichezwe hapo, kwa sababu serikali itapata mapato. Taarifa zaidi na Leonard Mwacha kutoka bungeni Dodoma anatueleza zaidi. Mbunge huyo ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati akichangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu ya mwaka 2025 na 26, ambapo alianza kuipongeza timu ya Simba. Na hatimaye jana timu ya Simba imetuheshimisha kwa kiwango kikubwa, maana ilikuwa ni timu pekee inayotoka ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati iliyokuwa imebaki kwenye mashindano haya. Kwa hiyo imevuka, imetupa heshima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai tu na kuiomba serikali. Jana baada ya mechi, nadhani ndani ya risali moja tuliona tangazo linazunguka wakisema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa na hautatumika katika mechi tena. Sasa kama Ulega ameishi njiani kule, mikoa ya kusini ikafunguka, tunachoomba serikali ifanye jitihada zinazowezekana uwanja ule urejee kwenye hali yake na mechi za tarehe 20 zichezwe pale. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ilitangaza kuufunga uwanja Benjamin Mkapa kwa muda kuanzia tarehe 9 Aprili 2025 ili kupisha marekebisho ya eneo la kucheza iliyopata athari kufuatia mvua zilizonyesha na kufuatia na mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Na chama cha soka la wanawake mkoa wa Mwanza WFA kimewataka waamuzi wanaochezesha ligi ya wanawake mkoani humo kufuata sheria 17 za mchezo wa soka ili kuepusha migogoro. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Henry Kavirondo akitujuza zaidi. Ni kivumbi cha ligi soka la wanawake mkoa wa Mwanza, huku timu zikitoana jasho kuwania ubingwa wa ligi hiyo inayoendelea kuunguruma katika uwanja mkongwe wa Nyamagana. Mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake mkoa wa Mwanza, Sofia Tigalioma, amesema ili kupata bingwa bora wa ligi hiyo, waamuzi wanapaswa kutenda haki. Mirai kwa waamuzi na waomba watende haki, kwa sababu wao ndio wanaweza kuamua hili liendeje na hili libakije. Kwa hiyo waamuzi wangu na waomba sana watende haki, wachezeshe vizuri kama tulivyoanza mwanzo hadi tufikishe mwisho ngwe hii. Kwa hiyo nina imani waamuzi watachezesha vizuri. Na nawaasa waamuzi wote Tanzania kwenye nchi yetu, hebu tuwe tunafanya vizuri kama ambavyo tumefundishwa na kama ambavyo tunapaswa kufanya. Pamoja na mambo mengine, amewataka wazazi kuwaruhusu watoto wa kike kujihusisha na mchezo wa soka ili kuwaepusha na makundi yasiyofaa, kwa kuwa hivi sasa soka ni ajira. Wazazi tunaomba sana muwaruhusu sana hawa mabinti haya mambo ya kusema sijui mpira ni nini, hapana. Mpira ni ajira, mpira pia ni elimu. Wawaruhusu waje, watafute ajira, watafute elimu, watafute afya, watafute kila kitu. Mpira unalipa kwa kweli. Kutokana na mchaka wa michuano hiyo, baadhi ya makocha wa timu zinazoshiriki katika ligi hiyo wanaelezea ushindani uliopo, huku wakipaza sauti zao kwa wadau wa soka wa mkoa wa Mwanza. Ushindani ni mkubwa kwa kuwa kwa sasa hivi kwa kuwepo kwa chama cha soka imara kimefanya ushindani wa mpira wa wanawake kuwa mkubwa. Timu zimekuja zimejipanga mwaka huu tofauti na miaka ya nyuma. Watoto ni wadogo lakini pia wanaweza kucheza vizuri. Rai yangu kubwa ni kwamba wadau wajitokeze waweze kudhamini mpira wa kike. Kama wadau tunapenda kuwakaribisha kwenye mashindano haya, kwa sababu mashindano yanachezwa, mpira watu ni wachache wafiki uwanjani. Tunaomba wazazi, wapenzi, wadau wafike waangalie mashindano ya wanawake, yanavutia sana. Ligi soka la wanawake mkoa wa Mwanza inalenga kumpata bingwa bora atakayewakilisha vyema mkoa wa Mwanza katika michuano mbalimbali ikiwemo ya klabu bingwa za mikoa. Henry Kavirondo, michezo na burudani, Channel 10, Mwanza. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na huu ndio kwenda kuangazia kunani katika medani za kimataifa. Juma Abdurrahman huyo hapa akitujuza zaidi. Mshambuliaji wa kimataifa wa Misri Mohamed Salah amesaini mkataba mpya wa miaka 2 kuendelea kusalia kwenye klabu ya Liverpool. Mkataba wa awali wa Salah na Liverpool ulikuwa unamalizika mwishoni mwa msimu huu, na kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda angeweza kuondoka baada ya kutajwa kupata kwa ofa kadhaa kutoka Saudi Arabia. Hata hivyo, mapema hii leo Liverpool imetangaza kwamba amesaini mkataba mpya. Salah alijiunga na Liverpool mwaka 2017 akitokea AC Roma, na mpaka sasa ameichezea klabu hiyo michezo 393 na kufunga magoli 243 na kutoa pasi za mwisho 109. Salah ameeleza furaha yake ya kuendelea kusalia klabuni hapo, na ameeleza kwamba wana nafasi ya kuendelea kufanya vizuri zaidi wakiwa wanaelekea kutoa taji la Premier League msimu huu. Salah amesema ameichezea Liverpool kwa miaka 8 na kwa mkataba wake mpya inaweza kufika miaka 10, na anafurahia maisha klabuni hapo na kwamba amekuwa na kiwango bora zaidi kwenye maisha yake ya soka akiwa na klabu hiyo. Salah ameifungia Liverpool magoli 32 kwenye michuano yote msimu huu, ikiwemo magoli 27 kwenye ligi kuu ya Uingereza EPL. Salah ameshinda mataji ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, ligi kuu, kombe la FA, kombe la Carabao na kombe la klabu bingwa ya dunia. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya kuangazia hilo kutoka katika upande wa michezo kimataifa, tuangalie hili kutoka katika upande wa burudani, ambapo mwigizaji kutoka Korea Kusini Oh Young-soo ambaye alijizolea umaarufu kupitia filamu ya Squid Game amehukumiwa kwenda jela mwaka mmoja. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 80 amekutwa na hatia ya unyanyasaji wa kingono kwa kulazimisha kufanya mapenzi na mwanamke mmoja katika nyakati 2 tofauti mnamo mwaka 2017. Mzee huyo alipewa hukumu ya miezi 8, lakini baada
baadaye ilimwongeza hadi mwaka mmoja baada ya kukata rufaa, japokuwa bado ameendelea kukanusha mashtaka hayo na amekata rufaa tena na itasikilizwa kwa mara ya mwisho Juni 3 mwaka huu. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Mtazamaji, nikukumbusha ulikuwa nami Kingu Biriani Lulu hali kurudisha kwake Filipina Ndwata. Namna hiyo ndivyo ambavyo anatamatisha habari hizo za michezo na burudani Lulu Ali. Nami mtazamaji, ndivyo ambavyo natamatisha habari za kutwa nzima ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioandaa habari ya kutwa nzima ya leo, mimi ni Filipina Ndwata, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea na nikutakia pia usiku mwema. Kwaheri.